Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kusema kwamba bado dunia kwenye sintofahamu kutokana na machafuko ambayo yanaendelea sehemu mbalimbali. Hivi sasa familia nyingi katika nchi yetu ambao wana ndugu, jamaa au marafiki katika nchi za Israeli na Iran wako katika sintofahamu, hawajui hatima ya Watanzania ambao wako huko. Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea, naomba nijulishe bunge lako kuwa tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo yanaelekeza wizara yangu. Chini ya maelekezo hayo, Wizara ya Mambo ya Nje inaendelea kuratibu zoezi la kuwarejesha nchini wa Tanzania kutoka nchi za Israeli na Iran kufuatia kudorora kwa hali ya amani Mashariki ya Kati. Kulikuwa na jumla ya Watanzania 168 nchini Iran na 495 nchini Israeli. Hadi sasa serikali imewezesha kurudisha Watanzania 147, 42 kutoka nchini Israeli na 65 kutoka nchi ya Iran, kuondoka katika maeneo haya ya hatari na kuanza safari ya kurejea nchini na maeneo mengine ya kiusalama. Juhudi hizi zinatekelezwa kwa uratibu wa wizara na balozi zetu Tel Aviv, Cairo, Ankara, Kuwait na Abu Dhabi. Ni mategemeo yetu kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anarejea nchini salama. Aidha, Tanzania inalaani migogoro inayoendelea na inasisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto mbalimbali kwa njia ya kidiplomasia na kwa kuzingatia makubaliano katika Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa. Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa ushirikiano wetu wa kikanda ambapo Tanzania imechangia kushiriki katika mtangamano wa kikanda, hususan utekelezaji wa soko la pamoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na utekelezaji wa programu za mtangamano katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi SADC na ushirikiano wa utatu kwa maana ya SADC, EAC na COMESA na eneo huru la biashara Afrika EFTA. Tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo tumeanza kuyatekeleza. Tumekuwa katika mazungumzo na Wizara ya Biashara katika bajeti hii. Tunaenda kuendelea na mazungumzo na Wizara ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba mikoa na halmashauri zote ambazo zinapakana na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaenda kuwezeshwa kushiriki kamilifu katika soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, Mheshimiwa Spika, kuimarika kwa ushirikiano wa kimataifa ambapo Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumefanikiwa kuongoza ajenda kubwa za kimkakati duniani ikiwemo kusimamia suala la matumizi ya nishati safi ya kupikia hususan kwa kina mama barani Afrika, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi na kushiriki kamilifu katika usuluhisho wa migogoro ya ulinzi wa amani kupitia juhudi za kikanda na Umoja wa Mataifa kama hatua muhimu katika kufikia malengo ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.